السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. عباد الله، ndugu zangu Waislamu, katika Ijumaa hii ya leo ambapo ni Ijumaa ya tarehe 2 katika mwezi wa Safar mwaka 1448 Hijiria, Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikia kwa mara nyingine kujumuika katika siku hii tukufu, tukitekeleza agizo la Mola wetu subhanahu wa ta'ala kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agizo la kuisimamisha ibada ya sala ya Ijumaa. Ayuha nasu ibadallah, katika khutba yetu ya leo tutakuwa na ukumbusho mahsus. Ukumbusho huu unawahusu Waislamu wote, lakini unawahusu zaidi wahusika ambao wameingizwa katika hesabu ya jambo hili. Maana pana wengine wako nje ya hesabu hii na pengine wakahusika i'tibaran bima sayakun, labda kwa kuzingatia kile ambacho kitatokea baadaye. Huwezi kujua bwana, Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mjuzi wa mambo ya baadaye. Sasa pana wengine hapa watahusika labda kwa zingatio la baadaye. Maneno yetu ya leo yatakuwa ni nasihatul mutaaddidin min ar-rijal fi al-'adli wal musawati baina ad-dara'ir, nasaha kuwanasihi wenye mke zaidi ya mmoja miongoni mwa wanaume katika kufanya uadilifu na usawa baina ya wake wenza. Nasihatul mutaaddidin min ar-rijal fi al-'adli wal musawati baina ad-dara'ir. Ndugu zangu Waislamu, mazungumzo ya leo
yatahusu kundi hili la wanaume. Famin alrijali almutaaddidun, kuna katika wanaume watu wenye fadhila. Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia ni wenye wake zaidi ya mmoja, wake wawili, kuna wenye wake watatu, na kuna wengine mpaka wanne, na hapo ndiyo mwisho kwa mujibu wa taratibu za Kiislamu. Tutaelekeza nasaha zetu kwenye fungu hili la wanaume, na wale wengine ambao hawana mke zaidi ya mmoja, mke wake ni huyo huyo, basi naye ataingia kiunyonge, labda kwa kuzingatia huenda anania na pengine Allah atamuwafikia kuingia kwenye kundi hili la rijali. Kwa hivyo mazungumzo ya leo ni wanaume waliooa wake wengi, wana jambo lao katika Ijumaa ya leo. Ayuha nasu ibadallah, mazungumzo yangu ya leo yatakamilika kwa kugusia nukta mbili peke yake. Sayatimu alhadithu hawla hadha almawdu'i ala an-nuqtatayn al-asasiyatayn, yatatimia mazungumzo juu ya mada hii juu ya nukta mbili za msingi. An-nuqtatu al-ula, nukta ya kwanza ni wujubu al-adli baina az-zawjat, wajibu wa kufanya uadilifu baina ya wanawake. Lakini nukta ya pili ambayo tutaigusia insha Allah ni halu salafi fi al-adli baina az-zawjat maqrunatan binasaihi ulama al-asr fi dhalik. Tutaiangazia hali ya wema waliotangulia katika uadilifu wao baina ya wanawake, pamoja na kuiambatanisha hali hii ya uadilifu wa salaf na nasaha ghali kabisa za ulama wa zama hizi tulizokuwa nazo rahmatullahi ta'ala alayhim. Nikianzia nukta ya kwanza, ndugu zangu Waislamu, wujubu al-adli baina az-zawjat, wajibu wa kusimamisha uadilifu baina ya wanawake kwa wale watu ambao wamebarikiwa kuwa na mke zaidi ya mmoja. I'lamu rahimakumullahu ta'ala ibadallah, laqad awjaba Allahu ta'ala al-adla fi kulli shay'in wa naha 'anil dhulm. Fahamuni ndugu zangu Waislamu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameuwajibisha uadilifu kwenye kila kitu, kadhalika akaikataza dhulma. ويتأكد ذلك في حق العلاقات الاجتماعية, na jambo hilo la uadilifu na kutokufanya dhulma linapata nguvu zaidi, linakokotezwa zaidi katika haki za mahusiano ya kijamii. Tunapozungumzia mahusiano ya kijamii, jambo la uadilifu na kujiepusha na dhulma linazungumzwa kwa msisitizo mkubwa zaidi. Kaladli baina alawlad, kama pale ambapo tunazungumzia kufanya uadilifu baina ya watoto wetu tuliowazaa au wale ambao tunawalea. Na tuliwahi kuzungumza hapa mfululizo wa khutab za malezi, na nukta hii tuliitaja. Lakini pia wala adl baina az-zawjat, na pia tunapozungumzia jambo la uadilifu baina ya wake, hili pia ni jambo la kijamii. Ayuha nasu ibadallah, al-adlu baina az-zawjat min awjab al-wajibat. Fahamu ndugu zangu Waislamu, kufanya uadilifu baina ya wanawake, mtu mwenye mke zaidi ya mmoja, ikawa ni wake zake wa ndoa, amewaoa kwa taratibu za Kiislamu, akawaweka katika himaya yake, kuwafanyia uadilifu wanawake hawa kwa kila ambacho kinazingatiwa ni uadilifu, min aujabil wajibat, ni katika mambo ya wajibu zaidi katika wajibati za Kiislamu. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an katika suratul Nisa aya 129,
tasoma sehemu ya aya. Allah anawaambia waja wake, fala tamilu kullal mail fatadharuha kalmu'allaqa wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana ghafurar rahima. Allah anawazungumzisha wanaume wale ambao wanamiliki wanawake wengi, akiwaambia fala tamilu kullal mail, na msiegemee kwa mke mmoja tu, kuegemea moja kwa moja. Usifanye hivyo mkajielekeza kwa mke mmoja mnayempenda moja kwa moja. Fatadharuha kalmuallaqa, na mkamwacha yule mke mwingine asiyependwa kana kwamba ni mwenye kutundikwa. Mkamwacha yule ambaye hamumpendi kama ni mwanamke aliyetundikwa hivi. La hiya dhatu zawjin wala hiya mutallaqa. Vipi anatundikwa? Anabakia mwanamke si mwenye mume, lakini pia hajaachwa. Huyo mume hana huduma kwake, hamjali, hamlindi, hamheshimu, hampendi, hamhudumii. Ni mume tu, kwa kuwa kuna ndoa iliwahi kupita baina yao. Lakini wakati huo huo mwanamke huyu hajaachwa, huyu mwanaume hajampa talaka, hamtendei haki, hamhudumii, lakini pia hamwachi. Wale wanaume wajeuri wale wenye kuwatesa wanawake kwa kuwaambia, mimi ninajua kuoa, sijui kuacha, nataka kuachika, jivue, rudisha hela zangu. Kuna watu hao. Allah anatuambia tusifanye hivyo, tusiegemee kiupendeleo upande mmoja na tukamwacha yule tusiyempenda kama mwanamke aliyetundikwa. Lakini Allah anatuambia wa in tuslihu, lakini mkitengeneza hiyo tabia yenu ya kutokuwafanyia uadilifu wanawake, ay wa in tuslihu a'malakum fima bainakum wa baina nisaikum, na mkitengeneza matendo yenu yaliyo baina yenu na baina ya wake zenu, watattaqu, na mkamcha Allah subhanahu wa ta'ala, biiqamati al-adl baina az-zawjat, kwa kusimamisha uadilifu baina ya wanawake, fa inna Allaha kana ghafurar rahima. Basi fahamuni hika Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni mwingi wa kusamehe, na amekuwa subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa huruma. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika sura an-Nisa vile vile aya ya 3 amezungumza jambo la uadilifu kwa wanaume wenye kuoa, alipotuambia fa in khiftum an la ta'dilu fawahida, na ikiwa nyinyi wanaume mmepata hofu, mmetilia shaka kwamba hamwezi kuwa waadilifu mnapooa wake wengi, fawahidatan ay fatazawwaju wahida, basi oeni mwanamke mmoja peke yake. Na Allah amezianza aya huko juu, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, na ikiwa mtachelea kwamba hamwezi kuwafanyia uadilifu mayatima ambao nyinyi mmewalea mpaka wamekuwa mabinti sasa, na hakuna kizuizi cha baina yenu na wao kuwaoa, lakini mkachelea, watoto nimewalea mwenyewe hawa, nikisema niwaoe huenda nisitimize uadilifu, labda nikawaonea na wao wakaniona kama vile baba hivi. Sasa mkiofia kwamba hamtofanya uadilifu kwenye kuwaoa mayatima mliowalea, fankihu ma taba lakum minan nisa, basi mna option ya pili, oeni katika wanawake wengine, katika wanawake waliokuvutieni, mathna wa thulatha wa rubaa, oeni wawili wawili, watatu watatu na wanne, oeni katika wanawake wengine. Allah akasema baada ya hapo, fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan, na ikiwa mtachelea kwamba hamwezi kufanya uadilifu, bakini na mke mmoja, oeni mke mmoja peke yake, au ma malakat aymanukum, au mkachanganya na wale wanawake ambao mikono yenu imewamiliki, minal ima, katika vile vijakazi masuria, mkabaki na mke mmoja na vitumwa vya kike,
kwa sababu mnaruhusiwa kuishi navyo kama wake. Allah akasema dhalika adna alla ta'ulu, jambo hilo litapelekea zaidi msifukarike. Tafsiri ya baadhi ya wanawazuoni, jumhurul mufassirin wanasema dhalika adna alla ta'ulu, hilo jambo linapelekea karibu zaidi msifanye ujeuri na dhulma, msidhulumu. Ukibaki na huyo mke mmoja, maana ndio unayemweza, basi usijitie wake wengi ukaja ukafanya dhulma. Ulama wanasema hizi aya katika suratul Nisa, aya hii ya 3 na ile niliyosoma mwanzo ya 129, fal ayatani tadullani dalalatan sarihatan ala wujubi al-adli baina az-zawjat, aya mbili hizi zinajulisha julisho la wazi juu ya uwajibu wa kufanya uadilifu baina ya wanawake. Bal ibadallah, jaat as-sunnah fi dhalika biwafratin kathira, kwa hakika imekuja sunna katika hilo kwa kiasi kingi kabisa. Jambo la uadilifu baina ya wanawake limezungumzwa katika sunna vile vile, hasa kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku mke zaidi ya mmoja. Falaqad akhraja al-Imam Abu Daud wa Ibn Majah wa Ahmad wa qad sahhaha al-haditha al-Allamah al-Albani rahimahullah ta'ala min hadithi Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Hadithi hii ni hadithi nzito sana kwa watu wenye wake wengi. Sikilizeni maneno haya Mtume alayhi salam, qala alayhi salatu wassalam, man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yawm alqiyamati wa shiqquhu ma'ilun. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man kanat lahu imra'atan, yoyote ambaye wako kwake yeye wanawake wawili, anao wake wawili, na pametajwa idadi ya wawili kwa sababu ndio adna fi ta'addud, ndio idadi ya chini katika kuoa wake wengi, wawili. Lakini wale vidume wa kisawasawa almuwaffaqun wanakwenda mpaka 3, wanakwenda mpaka 4, wako hao rijali. Lakini Allah amezungumzia ile idadi ya chini ya wake wengi. Yoyote ambaye wako kwake wanawake wawili, famala ila ihdahuma, na akaegemea kwa mmoja wao wawili hao, akajiegemeza kwenye matendo yake kwa mwanamke mmoja peke yake baina ya wawili, jaa yaumal qiyamati, atakuja mtu huyu siku ya kiyama, wa shiqquhu ma'il, na hali ya kuwa ubavu wake ni wenye kupinda. Wanasema ulama, ay asabatuhu ashalal, ni kama mtu aliyesibiwa na kupoa na kupooza, kama mtu aliyeparalyze, akitembea ubavu wake mmoja umelala, mizani haijakaa kwenye kiwango cha wastani, alama kwamba yule alikuwa sio muadilifu kwa wake zake. Baadhi ya shuraha wanasema washiquhu ma'il, atakuja hali ya kuwa amejitoa katika mkusanyiko wa wenzie, amejitenga, watu wote wanamuona yule kajitenga, alikuwa akimnyanyasa mkewe fulani. Siku ya kiyama pana watu wataadhirika kwa manyanyaso ambayo wanawafanyia watoto wa watu, wake zao. Ayuha nnas ibadallah, si hayo tu, kana ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi ta'amulihi ma'a zawjatihi ahsana qudwatin fi al-'adl wal musawat. Bali ndugu zangu waislamu, hebu tumuige Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kiongozi wetu, mwalimu wetu. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika miamala yake pamoja na wake zake ni kiigizo kizuri sana kwetu sisi katika upande wa uadilifu na usawa baina ya wake zake. Fa inda al-Imam al-Bukhari min hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, katika sahih Bukhari hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema, kana ar-rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam idha arada as-safara akra'a baina nisaihi, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pindi anapokusudia safari anapiga kura baina ya wake zake. Mtume alikuwa ana mke zaidi ya mmoja, wake zake walifika 11, baadhi ya riwaya walifika 13.
na wale ambao alifariki alayhi salatu wasalam amewaacha walibakia wake 9, lakini hiyo ni haki makhsus ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi wafuasi wake mwisho wake 4. Sasa mtume alayhi salam alipokuwa anakusudia safari alikuwa anapiga kura baina ya wake zake. Mkewe Aisha anasimulia, fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu, yoyote katika wake wale ambapo utatoka ushindi wake, kura yake ndio itachomoza, atatoka naye mwanamke huyo pamoja. Aisha anaendelea nasema, wa kana yaksimu likulli imra'atin minhunna yawmaha wa laylataha, na alikuwa anagawanya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kila mwanamke miongoni mwa hao wake zake siku yake ya mchana na usiku wake. Ikiwa ni zamu yake, mtume alayhi salam atampa mwanamke huyo haki yake ya kuwa naye mchana, atakwenda, atakula, atazungumza naye, atajua hali yake, na usiku wake atakuja kulala naye. Alayhi salatu wassalam alikuwa anampa kila mke mchana wake na usiku wake. Mwenye kuyasimulia haya ni mke katika wake wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na bila ya shaka mwanamke akikuzungumza kwa wema amemaanisha, maana ni wanawake wachache wenye kujali wema. Wengi huzikanusha neema za mume, wengi hulalamika malalamiko ya uongo, hawana shukurani. Sio wanawake wote, wengi. Aisha anasimulia uadilifu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hili. Qala al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi al-Fath, kwenye Fathul Bari anasema, qawluhu ya fi al-hadith, qawli iliyokuja kwenye hadithi, aqra'a baina nisaihi, kwamba mtume alayhi salam anapiga kura baina ya wake zake. Qala rahimahullah, hadha inma kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaf'alu dhalika mubalaghatan fi tatyib qulubihinna. Jambo hili al-Hafidh anasema kwa hakika si vinginevyo, alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam analifanya kwa ajili ya kuzidisha kwenye kuziburudisha na kuzifanya nzuri nyoyo za wake zake. Ndio maana akitoka haonyeshi upendeleo, haya simameni hapo tupige kura, mimi ninasafiri niondoke na nani. Sio masala ya upendeleo, hawana nitafanyaje sasa, wake zangu ni wengi na kila mmoja ataka kwenda, haya tupigeni kura, yule ambaye kura itamuangukia ndio mtamchukua huyo. Al-Hafidh anasema alikuwa anafanya hivi kwa ajili ya kuzitengeneza na kuzitia furaha na kuondoa simanzi na huzuni baina ya wake zake. Walqur'atu, na hiyo kura inayokusudiwa, an tuktaba al-asma'u fi ashya', ni kuandikwa majina kwenye kitu au vitu, labda kwenye makaratasi au kwenye vipande vya ngozi au vipande vya magome ya miti, yakaandikwa majina ya wale wanawake. Wayatimu ikhtiyaru ahadi al-asma', yakaandikwa majina yakatiwa kwenye kitu, kisha pakatimia kulichagua moja katika majina, tatia mkono watoe. Kwa hivyo jina ambalo litatoka, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasafiri na mke huyo. Hadha rasulullah. Qala Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake al-Muhalla bil Athar juzuu ya 29 sahifa ya 175, qala rahimahullah, wal adlu baina az-zawjati fardun, na kufanya uadilifu baina ya wanawake ni jambo la lazima, sio khiari yako. Maadamu umejitwisha wake wengi, komaa sasa kutimiza wajibu. Maana pana watu wanaoa wake wengi lakini hawana ujasiri wa kutimiza wajibu huu. Hakuna zamu, mke wa siri katika vichakani huko, hataki watu wajue. Si kwamba wasijue wanawake, hataki hata wanaume wenzake wajue lilipokuwa jioga, lakini limejitia katika mambo hayo.
Usidhani kwamba kufanya uadilifu baina ya wanawake ni jambo la khiari, ni jambo la faradhi. Ibn Hazm anasema al-adlu baina az-zawjati fardun, uadilifu baina ya wanawake ni jambo la faradhi. Wa aktharu dhalika fi qismati al-layali, na kingi zaidi katika hilo la ufaradhi wa uadilifu. Wa aktharu dhalika, na kingi zaidi katika hilo la ufaradhi katika uadilifu kwa wanawake, fi qismati al-layali, ni katika mgao wa siku za kulala, hasa wakati wa kulala usiku. Hilo ndiyo jambo faradhi zaidi kwenye kuwafanyia uadilifu wanawake, kwa kuwa usiku si kama mchana. Usiku ndiyo kipindi cha faragha. Usiku ndio wakati ambao mtu anahitaji kuliwazwa. Usiku ndio wakati wa usingizi mtamu. Usiku ndio wakati wa kumtamani mume, na kama mume kumtamani mke. Unamfanya mwanamke ni wa mchana tu, na unakwenda kama mwizi kwenye hiyo nyumba yake. Huendi mpaka upige simu, vipi hapo nje pana watu? Hakuna mtu baba hapo, hakuna machokodo, kama wenda kuzini. Alafu mke mwingine utajiachia, utakwenda, huogopi, utapiga mahoni, watu wakufungulie geti, wakupokee, wakuwao, unalala hapo. Yule mke mwingine yule unajiingiza kwake kama karungu yeye. La, Al-Imam Ibn Hazm anasema usiku ndio hasa ule ufaradhi wa uadilifu kwa wanawake unabainika hapo. Chukua haya maneno, ni maneno ya ilmu. Wanasema ulama, waqad nakala ahlul ilmi al-ijmaa ala wujubi al-adli baina az-zawjat, na wamenukuu wanawazuoni wakubwa makubaliano ya maulama juu ya uwajibu wa kufanya uadilifu baina ya wanawake. Ijmaati zimenukuliwa. Mimi nimenukuu kauli kadhaa. Kauli ya Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika Majmu' al-Fatawa, lakini pia kuna kauli ya Imam Ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullahu ta'ala kwenye al-Umm, lakini pia pana kauli ya Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi, na wengineo katika maulama wamenukuu ijmaat za kuwafanyia usawa na uadilifu wanawake. Nisome kauli moja. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah, yajibu alayhi al-adlu baina az-zawjatayn biittifaqi al-muslimin. Ibn Taymiyyah anasema kuna wajibika juu yake mwanaume kufanya uadilifu baina ya wake zake wawili. Hiyo ni kwa uchache, mtu mwenye wake wawili. Wajibu huo unawajibika biittifaqi al-muslimin, kwa kuwafikiana waislamu. Thumma yaqulu rahimahullahu ta'ala, fa alayhi an ya'dila fil qasmi, ni juu yake huyo mwanaume afanye uadilifu katika migao ya zamu za kulala kwa wanawake hao. Fa idha bata indaha laylatan au laylatayn au thalatha, ikiwa atalala kwa mwanamke fulani usiku mmoja, au atalala ni usiku mbili au tatu, bata inda al-ukhra biqadri dhalik, atalala kwa mwanamke mwingine, kwa mke wake mwingine kwa kiwango hicho hicho. La yufadhilu ihdaha fil qasmi, asimfadhilishe mwanamke mmoja katika wake zake kwenye mgao. Eti bi mkubwa kwamba huyo ndio malkia, kwamba yule ana tabu bwana, yule siku mbili yakubali yule. Si unajua ndio bi mkubwa, nimetoka naye mbali, chini na nini, kumbe umeshikiwa chini. Sema nimetawaliwa. Sasa kama umefikia kiwango hiko, mkeo mkubwa anakutawala, una kiherere cha nini cha kuoa watoto wa watu? Si utulie na huyo mwanajeshi wako, maana ufurukuti. Tulia. Hata kama ni mke mkubwa, mgao ufanane. Na kuna wengine wanawadhulumu wake wakubwa, kaoa mke mdogo, imeingia ndogo ndogo. Sasa bado mtoto mwanamchanga, akili yake iko huko, anamdharau yule mke mkubwa aliyemzalia watoto, aliyetoka naye mbali, anamnyima baadhi ya haki zake. Kila akitafuta kwa mke mdogo, mchana yuko huko, usiku yuko huko,
yule kama kamsahau, kamfanya kama ni yaya tu, ni mlezi wa watoto, ana ngoma mpya huko. Hata hawa wake wadogo wasiwapande kichwani, mkavunja haki, mtaulizwa kwa Allah. Kwa hivyo hakuna kufadhilisha baina yao kwenye migawanyo ya zamu. Huyu ni Sheikhul Islam Ali ibn Humam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, na maneno ya wanawazuoni wengine ni mfano wa haya na ni makali zaidi. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in. Amma ba'd, nukta ya pili ambayo nitaigusia walau kwa ufupi, barakallahu fikum, ni halu salafi fi al-'adl baina az-zawjat maqrunatan binasaihi ulama'i al-'asr fi dhalik. Hebu tuangalie hali walizokuwa nazo wema wetu waliotangulia katika kufanya uadilifu baina ya wanawake, na tukizitaja hali hizi tutaambatanisha na nasaha muhimu za maulama wetu wa zama za leo. Tuangalie salafu salih, tupate mahala pa kuiga, kwa kuwa wao ni watu bora. Wao walimuelewa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu ya fadla ya zile zama walizoishi, na dini yao ilisifiwa na msimamo wao umefanywa ni wa kuigwa. As-salaf rahmatullahi ta'ala alayhim. Kuna kauli nyingi sana katika hili, nitataja baadhi. Fa'an Jabir ibn Zaid al-Azdi al-Basri rahimahullahu ta'ala min ulama'i tabi'in قال amenukuliwa akisema, kanat li imra'atan, nilikuwa mimi nina wanawake wawili, alioa wake wawili, wa kuntu a'dilu bainahuma, na nilikuwa mimi ninafanya uadilifu baina yao hao wake zangu wawili, hata fil qubla, mpaka katika busu. Ikiwa kuna siku nimempiga busu huyu, nitalihifadhi hilo, nikienda kwa mwingine nitalipa. Rahimahullahu ta'ala Jabir ibn Zaid al-Azdi al-Basri rahimahullahu ta'ala anazungumza maneno haya. Al-Imam Mujahid ibn Jabr Abu al-Hajjaj al-Makki rahimahullahu ta'ala min ulama'i tabi'in anasemaje Mujahid? Qal, anasema rahimahullahu ta'ala, kanu yastahibbuna an ya'dilu baina an-nisa, walikuwa salaf wanapendelea kufanya uadilifu baina ya wanawake, hata fi tibi, mpaka kwenye manukato, kwenye kujitia uturi, atakavonukia huku na kule ananukia hivyo hivyo. Sio mtu akienda nyumba hii anukia uturi masha Allah, marashi ya maana, lakini kwa mke ule asiyempenda akienda kule anuka vumba au harufu ya beberu, anuka mtara. Na hata akiambiwa oga, basi ushakuwekea maji ya moto, kuoga si lazima, muhimu kula. Sasa utaguswa vipi kwa harufu hiyo? Anasema Mujahid, walikuwa salaf wanapendelea kufanya uadilifu baina ya wanawake mpaka kwenye manukato. Yatatayabu lihadhihi, yakulu Mujahid, mtu anajitia manukato kwa mke huyu, kama yatatayabu lihadhihi, kama vile ambavyo anajitia manukato kwa mke huyu mwingine. Wanawachuoni watatu ambao wanapenda kumtaja min ulama'i salaf ni Muhammad ibn Sirin Abu Bakar al-Ansari rahimahullahu ta'ala min ulama'i tabi'in. Wa kana Muhammad ibn Sirin yaqul, na alikuwa Muhammad ibn Sirin anasema, fi man lahum ra'atan, katika yule ambaye ana yeye wake wawili. Al-Imam Muhammad ibn Sirin alikuwa akisema, akiwaambia wenye wake wawili, yukrahu an yatawadda fi baiti ihdahuma, inachukiza mwanaume kutawadha, kuchukua udhu katika nyumba ya mwanamke mmoja, duna al-ukhra, pasi na mke mwingine.
kwamba kuna nyumba fulani hiyo udhu wake ni huko, lakini udhu huo hauchukuliwi kwa mwanamke mwingine. Pia hilo Muhammad bin Sirin anasema yachukiza hiyo. Kwa nini udhu nyumba hii tu, nyumba ile uweki? Huku na maji ya moto bwana, kwani usiweke na kule? Wajua huku na bomba la nje, kwani usiweke na kule? Wewe una nini? Hebu angalia kiwango hiki cha uadilifu wanakizungumza salafu. Hizi nukulati zote hapa amezitaja kwa mfululizo al-Imam Ibn Abi Shayba rahimahullahu ta'ala katika musannafu wake. Soma juzuu ya 4 kuanzia ukurasa wa 37, utaona maneno mengi kuliko haya. Sasa nikiambatanisha hali hii ya wema waliotangulia katika uadilifu kwa wanawake, hebu niyataje maneno ya nasaha ya baadhi ya maulama wa zama hizi. Yaqulu al-Imam faqih al-asr Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, na maneno yake haya yamenukuliwa katika fatawa Nurin ala Darb. Ni kitabu kimeandikwa sasa, fatawa zote zimekusanywa hapo, juzuu ya 10 katika ukurasa wa 252. Qala rahimahullah al-qawl as-sahih fi al-'adl baina az-zawjat. Ibn Uthaymeen anasema kauli sahihi katika uadilifu baina ya wanawake, annahu yajibu ala az-zawji an ya'dila bainahunna, kwamba hakika kuna wajibika juu ya mume afanye uadilifu baina ya wanawake, fi kulli ma yumkinuhu al-'adlu fihi, katika kila ambalo linamwezekania yeye huyu mume kufanya uadilifu ndani yake. Sawaun min al-hadaya, ni mamoja katika zawadi, ufanye uadilifu kwenye zawadi ambazo wazibeba kuzipeleka majumbani, au nafaqat, au katika posho ambazo watu wanaachiwa katika majumba yao, ufanye uadilifu. Sikiliza haya maneno, kullu hadha mimma yajibu alayhi al-'adlu, yote haya zawadi, posho, ni katika mambo ambayo kuna wajibika juu yake huyu mwanaume uadilifu baina zawjat, baina ya wanawake. Sheikh rahimahullah akaenda mbali zaidi akasema, bal hatta fil jimaa, bali hata kwenye kuwaingilia. Usiwaache wengine wakateseka ukavinjai na wengine, bal wa hatta fil jimaa in qadir, bali hata katika kuwaingilia akiweza kufanya usawa, yajibu alayhi an ya'dila fihi, kuna wajibika juu yake kufanya uadilifu katika huko kuingilia. Kama ulipanga siku zako kwa wiki, una siku zako, unafanya hivyo hivyo kwa wengine. Haya ni maneno mazito ya Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Angalia katika wale yasema hapa, mpaka zawadi. Unaponunua zawadi, kuwa muadilifu. Huyu wamnunulia baibui la kitambaa cha cotton, baibui safi, kitambaa cha heshima. Yule mwingine kule wamtafutia nailoni, kitambaa la kumchoma, la mpauko. Huna uadilifu, kana kwamba mtu akiangalia zile zawadi zako atadhani kwamba hizi ni za mke na zingine hizi za mfanyakazi, kumbe wote ni wake zako, hazifanani. Au ukapeleka zawadi nyumba moja, nyingine upeleki kitu. Kule wanavaa, wanapendeza, kila ukisafiri umewaletea. Huyu huko zile zile alizonunuliwa kwao wakati unamuoa ndio ambazo wapendeza nazo, kana kwamba umelazimishwa kuoa. Haya maneno msidhani ni maneno na yaropoka tu. Pana wanaume ndiyo tabia yao, wapuuzi sana. Na kitu kibaya zaidi, pana wengine wanajinasibu na sunna na salafia, wamewakusanya wanawake katika miliki zao, 2, 3, 4, wanawatesa, hawafanyi uadilifu. Sisemi wale ambao hawana cha kuwapa, pana watu ni waadilifu wa kweli, lakini maisha yanabadilika. Kuna wakati aliweza kuwafanyia mambo, sasa maisha yameyumba, hana, lakini roho ya muuma, lakini na hicho kidogo hakubali shaitani yamchezee baina ya wake zake. Pana wengine hawajali, na kuna wengine waoga, wanawaogopa wake zao wale wa mwanzo, muoga kweli kweli. Sisemi kwamba usimuogope bwana, mimi sijui anachokupa, utajua mwenyewe, na sijui moyo wako ulivyokaa kwenye dini, lakini usitumie hicho ni kibali cha kuwadhulumu wengine. Sasa kama unaogopa, si utulie. Hata ule mbwa doko huficha mkia akimwona mwizi, kimya.
na akatoa kijisauti cha kumkaribisha. Mwizi pia akakaribishwa mbwa doko. Sasa usijitiki mbele mbele ikiwa huna ujasiri, baki na mkeo. Fa in khiftum an la ta'dilu fawahida, ruhusa. Kauli nyingine ya ulama, قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى, na kauli hii ya al-allama al-Fawzani ameisema katika al-Muntaqa min fatawa al-Fawzan, ni kitabu kilichochuja fatawa mbalimbali za Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, juzu ya 3 kurasa wa 89. Qala Sheikh, yajibu ala zawji, kuna wajibika juu ya mume, an ya'dila baina zawjatihi, afanye uadilifu baina ya wake zake, fil infaqi, katika kutoa matumizi, posho, wal maskan, na katika eneo la kuishi, kufanya uadilifu kwenye nyumba wanazoishi, wal kiswati, na katika kuwavisha, wal qasmi, na katika kugawa zamu, fil mabiti, katika kulala. Shaka nasema kullu hadha mimma yajibu alayhi al-adl, yote haya ni katika mambo ambayo kuna wajibika juu yake uadilifu baina zawjati, baina ya wanawake. Asema Sheikh hafidhahullah, wala farqa baina ghaniyatin wa faqira, na wala hakuna tofauti baina ya mwanamke tajiri mwanamke maskini. Maana pana wengine kwa kuwa mwanamke huyo ana kipato au kwao kuna kipato, ameelekea kule kwa sababu ndiko anakoshibia kule, hata kama hakuna tofauti awe mwanamke ni fakira au ghaniya, lianna alkulla zawjatun lahu, kwa sababu wote ni wake zako, wote ni wake zake yeye mwanaume huyo. Wajibun alayhi an ya'dila bainahuma, panawajibika juu yake kufanya uadilifu baina yao. Sheikh hafidhahullah ametaja mambo ya msingi ya kufanya uadilifu, kuanzia kwenye posho. Zitoe posho zako kwa uadilifu. Mara nyingine uadilifu maana yake sio usawa. Inawezekana mwanamke huyu familia yake ni kubwa zaidi, ana watoto wengi zaidi, basi utampa kwa kiwango ambacho chamtosha na wanaye. Pengine wao kilo 3 ndio ambazo zinawatosha za mchele kwa mlo wao wa mchana na usiku, ni kilo 3, familia kubwa. Huyu mwingine ndio kwanza yuko mwenyewe, au mtoto mmoja au wawili tu, huyu wakipata kilo 1 ya watosha. Uadilifu ni kupeleka 3 huku, kupeleka 1 huku, si lazima kwamba 3. Hiyo sio uadilifu, labda kama una uwezo. Uadilifu ni kutoa matumizi kwa kadiri ya mahitajio ya watu. Nyumba unaomweka huyu ambaye ana familia kubwa, ana watoto wengi, yuko na ndugu zake na ndugu zako wewe, mtafutie nyumba ya wasaa ambao watakaa wale watoto wake na wale anaowalea wakaenea. Mwingine hana mtoto, umemchukulia kasri, tena huko ushuani, huko niko naye ushuani huko kwa mataitas. Huyu mwingine yuko uswahilini kwenye vyuma vitatu, ndio mwenye rundo la watoto. Unajua kule ndo kupumzika mimi, kwa sitaki stress eti kwenye watoto huko, sitaki kuvurugwa, mimi naenda huko ushuani. Ittaqillah, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Huo sio uadilifu. Hiyo nyumba kubwa yenye wasaa ikae hao wenye familia kubwa, au wafanyie wote sawa. Haya mambo tunayadharau, lakini mambo ya msingi. Shaka amezungumzia haki ya makazi, nimeeleza haki ya mavazi na haki ya ugawaji wa zamu. Nikimalizia khutba hii, khutba ina mambo mengi, ni tambihi ninaitoa leo, lakini khutba hii siwezi kuimaliza leo. Baada ya kuyasema hayo niliyosema, bila ya shaka wanaume wenye mke zaidi ya mmoja wamepata faida. Tuchukue tahadhari katika jambo hili. Tuna dhima kubwa juu ya shingo zetu kuwaelekea hawa wanawake tuliowaoa, na wale wanaume wa Kiislamu ambao bado hawajaongeza wake. Pengine ana mke huyo mmoja na kuna wengine hawajaoa kabisa. Unapotaka kuoa na kuongeza wake, yazingatie haya. Sisi hatuoi kama fashion au kuigaiga. Umesikia fulani kaoa, na mimi sikubali, atanishindaje huyo? Unajua mimi na yeye umri sawa yule, alafu tumesoma pamoja, yeye ana wake wawili, mimi na mmoja, wataka kuiga. Usikurupuke kwenye hili jambo. Taaddudu zawjat amru shar'i,
kuoa mke zaidi ya mmoja ni jambo la dini. Jipime uwezo wako kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, unaliweza jambo hilo? Uadilifu kwenye kuwalisha wanawake, kuwatafutia sehemu ya kuishi, kwenye kuwavisha, kwenye kuwastarehesha kwa kuwapa zamu sawa, kwenye kuwatibu na mengine mengi. Ikiwa unaliweza hilo, taaddad, ingia, na hiyo ni baraka, ni kheri, itose. Oa mke zaidi ya mmoja. Na wazungumzisha wale ambao bado hawajaingia huko, ama wale walioingia walichunge sana jambo hili la kutokuwafanyia uadilifu wanawake, la kuwatesa baadhi ya wanawake katika ndoa za mitaala. La mwisho, qala ahlul ilm, na hii ni tambihi, amma al-adlu fi al-mayl al-qalbi mahabbatu al-qalb, ama kufanya uadilifu katika kile ambacho kinapendelewa na moyo, mapenzi ya moyoni. Yani huyu unampenda kuliko huyu, ukiwa kwa huyu unafurahi kuliko huyu, michezo ya huyu inakunogea kuliko huyu, na mfano wake. Moyo wako unamili kwa mwanamke fulani katika wake zako basi na mwingine. Katika hili hatuna lawama, kwa kuwa ni jambo liko nje ya uwezo wetu. Faqad akhbara Allah subhanahu wa ta'ala anna al-'adla at-tam min hadhihi an-nahiya la yustata'. Uadilifu uliotimia kwenye upande huu, kwenye moyo, ni jambo lisilowezekaniwa. Li'annahu mimma la yamlikuhu makhluqun, kwa kuwa hili ni jambo ambalo halimiliki kiumbe. Li'anna al-quluba baina isbi'ain min asabi'ir rahman, kwa kuwa nyoyo zimewekwa kwenye vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala, yuqallibuha kaifa yasha. Uadilifu wa kuwapenda wote sawa sawa, unampenda huyu kwa 100% na huyu 100%, huo hujalazimishwa. Lakini kama ukiwa nao hata kwenye kuwapenda, huyu ni kama huyu, fa anta rajal, wewe kidume bwana. Lakini hatujalazimishwa kiwango hiki, kwa kuwa wanawake wanatofautiana, ukarimu wao, ukweli wao, bidii zao, huruma zao, utiifu wao, uzuri wao, ufundi wao kwenye mapishi, kwenye mapenzi, kwenye kukaa na ndugu. Wanawake wanatofautiana. Kuna mwanamke anaweza kawa ana CV za kupendwa zaidi kuliko mwingine, na ndio maana katika hili hatulaumiwi. Na Allah akatuambia kwenye Qur'an katika ile suratul Nisa aya 129, walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum, ay lan taqdiru ayuha ar-rijal. Allah anasema walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa', na wala hamtoweza kufanya uadilifu baina ya wanawake, walau harastum, hata kama mkifanya pupa. Ulama wanasema ay lan taqdiru ayuha ar-rijal, hamtoweza bwana nyinyi wanaume, ala tahqiq al-'adl at-tam, juu ya kuthibitisha uadilifu uliotimia, baina an-nisa, baina ya wanawake, fil mahabbati wa mail al-qalb, katika kuwapenda na moyo wako kuvutika. Hilo hatuliwezi. Na ndio maana qad jaa inda al-imam Abi Daud rahimahullah ta'ala wa inda Tirmidhi min hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, hadithun thabit. Aisha anasimulia, anasema annahu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, laika yeye mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kana yaksimu baina nisaihi, alikuwa anagawa zamu baina ya wake zake, fayadilu, na anafanya uadilifu, wa yaqul, akishagawa anasema Allahumma hadha qasmi fima amliku, ewe Allah, huu ndio mgao wangu nilioufanya kwenye kile ambacho ninakimiliki, nimewagaia mgao wangu sawa sawa. Fala talumni fima tamliku wala amliku, basi Allah usinilaumu mimi katika kile ambacho unakimiliki wewe Allah, mimi sikimiliki, kwamba pana mwanamke huyu nampenda kuliko huyu. Kama alivyokuwa Mtume alayhi salatu wasalam, mapenzi yake makubwa alikuwa ni kwa Aisha, na mpaka wanawake wengine wakajua, lakini alikuwa akifanya uadilifu kwa wake zake wote, na kama atahitaji nyongeza ya siku kumpa Aisha, atawaomba wake zake waridhike. Kwa hivyo mapenzi ya moyo, hatukulazimishwa wanawake wafanane. Nadhani haya niliyosema
nimeyazungumza kwa lugha ya Kiswahili yameeleweka. Hili ni tatizo kubwa katika ndoa, katika jamii zetu. Kweli tumeoa wake wengi na tunahamasishana kuoa. Huna masna wewe, wacha ushamba wewe. Vipi bwana kakaji bwana? Mke mmoja tu, huna thulatha wewe. Ndio maneno yetu haya. Tukihamasishana khair, ni jambo la dini, ni sunna, lakini hamasisha uadilifu, hamasisha usawa, wahamasishe wanaume kuwa wanaume wakati wanaoa. Oa ijulikane mbivu na mbichi. Leo unatoka na mke mdogo mbele ya gari ameweka kishoka, kesho unamwacha umchukua mkubwa mbele waenda naye, wakati mwingine wanakutana au wanakutana watoto wao. Wacha kuwa the youth, mtu muoga unatuharibia na unaitukanisha da'wa. Hamwezi hili jambo, liacheni, na kama mnaliweza liingieni, ni jambo la kheri na lina baraka. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in. Aqimis salah.